Risasi za Israeli zapatikana katika miili ya watoto waliouawa wakati wa ghasia hivi karibuni huko Iran. Risasi za kiwango cha kijeshi zinazohusishwa na jeshi la utawala wa kizayuni wa Israeli zimepatikana katika uchunguzi wa kitabibu wa miili ya watoto waliouawa na magaidi wakati wa ghasia za hivi karibuni zilizochochewa na serikali za kigeni nchini Iran. Akizungumza na shirika la habari la TASS la Russia siku ya Jumatano, afisa usalama wa Iran ambaye hakutaka jina lake litajwe ameashiria visa vya wasichana wawili waliouawa kwa risasi na mamluki wenye silaha katika miji ya Isfahan na Kermanshah. Kwa mujibu wa chanzo hicho, msichana aliyekuwa na umri wa miaka 8 wa Isfahan alipigwa risasi tumboni, kwenye kidevu na nyuma ya kichwa wakati akiwa dukani na familia yake. Na uchunguzi wa kitabibu wa mwili wake ulionyesha kuwa risasi za kijeshi zinazohusishwa na Israeli ndizo zilizotumika katika shambulio hilo. Chanzo hicho kiliongeza kuwa tukio la pili linamhusu Melina Asadi aliyekuwa na umri wa miaka 3 ambaye alipigwa risasi kutoka nyuma na magaidi mjini Kermanshah tarehe 7 Januari wakati akirejea nyumbani na baba yake kutoka duka la dawa. Mwishoni mwa mwezi uliopita, matatizo ya kiuchumi yaliyosababishwa na kuongezwa na miaka ya vikwazo vya magharibi yalichochea wimbi la maandamano ya amani miongoni mwa wafanyabiashara katika mji mkuu wa Iran, Teherani na miji mingine. Mamlaka zilitambua madai ya waandamanaji kuwa ya msingi, lakini maandamano hayo yalitekwa na wahuni walioungwa mkono na watawala wa Marekani na Israeli ambao walitoa wito wa wazi wa uharibifu na vurugu. Maafisa walisema kuwa baadhi ya mamluki walikuwa wamejihami, wamefunzwa na kuajiriwa na mashirika ya kijasusi ya Marekani na Israeli kwa lengo la kuchochea vurugu, kuharibu mali ya umma na kuua raia pamoja na maafisa wa usalama. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, taasisi ya mashahidi na maveterani ya Iran ilisema jumla ya watu 3117 walipoteza maisha wakati wa ghasia hizo. Iliongeza kuwa kati ya hao 2427 walikuwa raia wasio na hatia na maafisa wa usalama. Taarifa hii ilibainisha kuwa wengi wa mashahidi hao walikuwa wapita njia na waandamanaji waliouawa kwa risasi na vikundi vya kigaidi vilivyoandaliwa. Lakini Urusi kupitia msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni wamesema kuwa machafuko ya hivi karibuni nchini Iran yalifadhiliwa waziwazi kutoka nje ya nchi. Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Russia, amesema hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari na kueleza kuwa tunashuhudia hali ya kawaida nchini Iran. Aidha, amebainisha kwamba juhudi za maafisa wa Iran kudumisha sheria na utulivu na muhimu zaidi, maandamano ya maelfu ya raia wa Iran ya kuunga mkono utaratibu wa kikatiba, uhuru na mamlaka ya kujitawala ya nchi yamesambaratisha mipango ya uharibifu ya maadui ya kuivuruga nchi hiyo. Maria Zakharova aliongeza kuwa tunafurahia kwamba baada ya machafuko na vitendo vilivyotokana na msukumo kutoka nje ya Iran vilivyotokea katika siku za kwanza za mwaka mpya, sasa tunashuhudia hali ya kawaida ikitawala nchini Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ameongeza kusema kuwa kundi la vikosi vya kigeni vyenye uadui vilivyojaribu kutekeleza hali wanayopenda ya mapinduzi ya rangi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vililazimika kukubali ukweli wa kurekebishwa kwa hali nchini Iran. Zakharova pia alisema kwamba Russia kwa mara nyingine tena inaelezea mshikamano wake na watu wa Iran, akisema kwamba Moscow ipo kwenye mawasiliano ya karibu na ya mara kwa mara na washirika wake wa Kiiran. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema misheni za kidiplomasia za Russia nchini Iran zinafanya kazi kama kawaida. Vilevile, spika wa bunge la Iran amesema kwamba vitendo vya kigaidi vya hivi karibuni nchini Iran vilikuwa kiungo cha mwisho cha vita vya siku 12 na kwamba utawala wa Israeli na Marekani ziliwaunga mkono magaidi waliowaua raia wa Iran, polisi na askari wa usalama. Mohamed Bagir Kalibaf amesema hayo katika mazungumzo yake ya simu na Numan, spika wa bunge la Uturuki, akiashiria matukio hivi karibuni katika uhusiano wa kibunge na wa kikanda. Kalibaf amesisitiza udharura wa kupanuliwa zaidi ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi na kuimarishwa mwingiliano kati ya nchi hizo mbili. Vilevile amepongeza msimamo iliyo wazi ya rais, waziri wa mambo ya nje na bunge la Uturuki katika kuunga mkono serikali ya Iran na watu wake, na kusisitiza kwamba matukio ya karibuni nchini Iran yalikuwa operesheni kubwa ya kigaidi na uhalifu unaofanana na ule wa magaidi wa ISIS wenye ukatili mkubwa zaidi. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu amesema kwamba jaribio hilo la mapinduzi na vitendo vya kigaidi vilikuwa kiungo cha mwisho katika vita vya siku 12 vya Marekani na Israeli dhidi ya taifa la Iran, akiongeza utawala wa Israeli na Marekani zimewafadhili waziwazi magaidi waliowaua watu wa Iran, na katika baadhi ya matukio vyombo vyetu vya sheria na usalama ili kufidia kushindwa kwao huko nyuma. Vilevile, kamanda mkuu wa jeshi la Irani
la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wamewaonya maadui dhidi ya kufanya makosa yoyote ya kimahesabu, akisisitiza kwamba vikosi vyake viko tayari kutekeleza maagizo ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Meja Jenerali Mohamed Pakpour katika ujumbe aliotoa Alhamisi amesema, tunawaonya maadui waovu, wakatili na wanaopinga ubinadamu, hasa Marekani na utawala bandia wenye ubaguzi wa rangi wa Kizayuni, kujifunza kutokana na uzoefu wa historia na kile walichokipata katika vita vya siku 12 mwezi Juni 2025 ili kuepuka kufanya makosa kimahesabu. Aliongeza kuwa iwapo watathubutu kufanya kosa lolote, watakabiliwa na hatima ya uchungu zaidi na ya kuleta majuto makubwa. Amesisitiza kwamba vikosi vya IRGC vimeimarisha kwa uthabiti kuliko wakati wowote ule uwezo wa ulinzi wa taifa na usalama wa nchi dhidi ya uadui na vitendo vya uharibifu vinavyohusishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni. Mwishoni mwa Disemba, Iran ilishuhudia maandamano ya hapa na pale ya kiuchumi ambayo yalitekwa haraka na wahuni waliotiwa moyo na watawala wa Marekani na Israeli, wakisaidiwa na mawakala wao wa kijasusi waliokuwa hapo nchini. Rais wa Marekani Donald Trump alihamasisha waziwazi matumizi ya vurugu kwa kuwataka wahuni wenye silaha kuchukua taasisi za serikali na kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran iwapo wangekabiliwa. Shukran kwa Babu Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.